Hatimaye Sweden kwa mara ya kwanza wamemhukumu kijana ambaye alichoma kitabu kitakatifu cha Uislamu, nikiwa nazungumzia Quran mwaka 2020. Taarifa hii inadai ya kwamba mahakama ya Sweden imemtia hatiani mtu mmoja anayedaiwa kuchochea chuki za kikabila baada ya kuchoma moto kitabu cha Quran mwaka 2020. Hii ni mara ya kwanza kwa mfumo wa mahakama nchini humo kumshtaki mtu kwa kunajisi kitabu kitakatifu cha Uislamu. Hukumu hii imetolewa baada ya wimbi la uchomaji moto Quran mapema mwaka huu, hali iliyozusha ghadhabu kote ulimwenguni na kuifanya Sweden kulengwa zaidi kwa jambo hilo, ikiwa ni hatua ambayo ilisababisha shirika la kijasusi la nchi hiyo kuongeza tahadhari dhidi ya ugaidi. Serikali ya Sweden ililaani vikali visa vya kuchoma moto Quran, ingawa pia iliendelea kusisitiza juu ya sheria ambazo zinatoa uhuru mapema wa kujieleza. Mahakama ya wilaya ya Linköping nchini Sweden ilimtia hatiani kijana mmoja mwenye umri wa miaka 27 kwa kosa la uchochezi wa kikabila, ikisema hatua yake inawalenga zaidi Waislamu na sio Uislamu kama dini. Hii ni taarifa kutokea Sweden juu ya kijana mmoja ambaye alidaiwa kuchoma kitabu kitakatifu cha Uislamu, nikiwa nazungumzia Quran. Sasa hukumu yake imetoka, na baada ya hukumu yake kuwa imetoka, na hii pia imetokana na matukio kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakiendelea kujitokeza, na hususa Sweden ikinyoshewa kidole kwenye matukio kama hayo, na jambo ambalo pia lilipelekea shirika la kijasusi nchini humo kuwa makini zaidi ama kuchukua tahadhari juu ya mambo ambayo yanaendelea kutokea. Mimi naitwa Manoni, reporter wa Tabora 24 Media pamoja na ZVP Online TV. Jambo la heri ni kusubscribe channel zetu Tabora 24 Media pamoja na ZVP Online Media. Tutakutana baadaye kwa ajili ya kuendelea kukupatia updates tofauti ambazo